Mheshimiwa Rais, karibu sana. Kakonko oye! Ndugu zangu, kabla sijazungumza chochote, naomba mbunge wa hapa aje awasalimu. Mheshimiwa mbunge, karibu. Karibu Mheshimiwa mbunge. Marahaba, ujambo. Kakonko oye! Buyungu oye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wote mliofuatana nao, itifaki imezingatiwa. Awali ya yote, naomba niseme wana Buyungu wanasema turashashe. Mheshimiwa Rais, kitendo unachokuja kukifanya hapa siku ya leo tulikisubiri kwa muda mrefu, na sisi wabunge wa mkoa wa Kigoma tumekuwa tukipigania barabara ya Nyakanazi Kigoma kwa nguvu zetu zote bila kujali itikadi zetu. Hasa hatua ya leo ni hatua muhimu sana. Mheshimiwa Rais, umwami humusanze ni humusengera. Naomba niseme tunalo tatizo la maji katika jimbo la Buyungu na hususani Kakonko mjini. Kwa maelezo haya, mgeni na aje, mwenyeji apone. Asante. Nataka mwenyekiti wa kamati ya miundombinu Dr. Sigara naye aje wasalimu kidogo. Makofi kwa Profesa Norman Sigara, mwenyekiti wa kamati ya bunge ya miundombinu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wako wote walioko jukwaa kuu. Wana Kakonko, mwakee. Nyinyi ni wageni. Haya, mwakee. Asante. Waheshimiwa wananchi wa Kakonko na wananchi wa mkoa wa Kigoma pamoja na wananchi wa Tanzania nzima, leo hii tunachoshuhudia ni sehemu ya kazi kubwa ambayo rais wetu amekuwa akifanya Tanzania nzima. Msije mkafikiri rais wetu analeta maendeleo huku tu. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya miundombinu ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ninamwakilisha pia Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nikisimamia wizara hii. Ni shuhuda na ni shahidi ya kwamba kazi kubwa inayofanywa na rais wetu Tanzania nzima inahitaji wananchi wote tumuombee. Mheshimiwa Rais, sisi wabunge wa kamati ya miundombinu tunatambua uwezo wako, tunatambua upendo wako kwa Tanzania, tunatambua jinsi ambavyo unajitoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Tanzania inaneemeka. Na hili tukio, Mheshimiwa Rais, ni sehemu tu ya matukio mengi. Ombi langu kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma wote, mumuombee rais wetu, mumuunge mkono. Yeyote anayemsema rais wetu kwa namna iwayo yoyote ile, mpuuzeni. Ninyi mnajua jimbo hili mbunge wake si wa CCM. Lakini rais wetu kwa moyo wake wa upendo anasema yeye hajali itikadi za vyama. Wananchi waliompigia kura ni wa Wananchi wa Kigoma mmelia siku nyingi, mumehangaika siku nyingi. Mimi ninafahamu maisha ya wananchi wa Kigoma. Barabara zao muhimu huwa ni mbili. Barabara ya kutoka
Kigoma kupita Urambo kwa katika nchi nzima, na madaraja zaidi ya 720 yale madogo madogo na makubwa zaidi ya madaraja 12. Kwa hiyo ninafahamu, ninaposema kutengeneza barabara, mimi nimekuwa pia mtengenezaji wa barabara, kwa hiyo ninafahamu ninachokizungumza. Mulimvilishe Batama. Kigoma oye! Kibondo oye! Kakonko oye! Kwa hiyo natoa ahadi hapa, barabara hii tutaitengeneza kwa kiwango cha lami. Tumeanza na hii barabara ya kutoka Nyakanazi kuja Kakonko ya kilomita 50, lakini tutatangaza tena za hizo kilomita 42 za kwenda mpaka Kibondo, na naomba mtangaze hata ikiwezekana wiki inayokuja, hela zipo. Lakini tutatangaza pia ya kutoka Kibondo kwenda Kasulu, kwa sababu kutoka Kasulu hadi Kidawe zile kilomita zote nazo nakwenda kuweka jiwe la msingi leo. Lakini pia tutatangaza, kwa sababu kuna barabara ya kutoka Kasulu kwenda Manyovu kilomita 42, nayo wakati wa kampeni nilizungumza kwamba tutaanza kuifanyia upembuzi yakinifu na usanifu, ili baadaye tuitengeneze kwa lami, ili mtu anayekwenda Burundi aamue kwamba anataka apitie Ngara mpaka Kobero Nyakasanza, au anataka apitie huko akatokezee Mwandiga Manyovu aende mpaka Burundi, niwe ni chaguo. Kwa hiyo ninazungumza kwa dhati, nikiwa naamini kabisa kwamba barabara hii tutajenga, tupate wafadhili au tusipate wafadhili, tutajenga kwa fedha zetu. Na ndiyo maana eneo hili tunajenga kwa fedha zetu, bilioni 48.575, bilioni 48.75 zote zimetolewa na serikali, 100%. Hakuna mfadhili aliyotuletea hapa fedha. Lakini hizi fedha, pamoja na kwamba tunasema za serikali, ni fedha zenu. Serikali haina shamba, haina chochote. Serikali inategemea kodi za wananchi, na ndiyo maana mimi nawachukia sana ambao wanakwepa kulipa kodi. Na wanaokwepa kulipa kodi, ndugu zangu, niwaeleze, sio wananchi wa kawaida, ni wale wakubwa matajiri ndio wanakwepa kulipa kodi. Kwa mfano, leo ninyi mkipanda kwenye basi, lile basi mlilipia kodi wakati wa kununuliwa. Hata likienda kunywesha mafuta, mafuta yale ninyi nauli unayoilipa. Lakini wapo unakwenda kununua mafuta, umelipa kodi humo kwenye mafuta, wenye vituo vya mafuta wanabaki nayo hiyo kodi kana kwamba ni hela zao. Hao ndio nataka kulala nao mbele. Nimeshatoa siku 14 na sasa hivi zimebaki siku 12 au 13. Lazima hiyo kodi nayo lipo na wananchi wa kawaida. Milioni 800 hadi 850. Tulipobana tu kidogo, tunakusanya trilioni 1.2 mpaka trilioni 1.3 kwa mwezi. Nina uhakika tukibana zaidi tutapata hata trilioni 2 au trilioni 2 na kitu. Tulipokusanya hizo trilioni 1.2 hadi trilioni 1.3, ndugu zangu wananchi wa Kakonko na Watanzania kwa ujumla, tulianza kuzitumia fedha hizo. Tulianza kwa kutoa elimu bure kwa watoto wetu, kuanzia darasa la kwanza mpaka sekondari wanasoma bure, hakuna kulipa ada, kwa sababu watoto wa maskini walikuwa hawapati nafasi hiyo ya kusoma bure.
Unaenda shuleni unadaiwa leta ada, lipa karo. Unarudi nyumbani karo haipo, unaamua kwenda kwenye majaruba. Kwa hiyo wakawa wanasoma grupu la watoto fulani tu wa wakubwa. Watoto wa masikini wakawa hawaendi shule. Nikasema haiwezekani nikasomesha taifa la watu matajiri tu na watoto wa masikini wasisome. Ndio maana tukasema tutatoa elimu bure. Nilipokuwa nikipita nikiwaeleza wananchi, wengi walikataa, haiwezekani, mbona hata Ulaya wanalipa? Nikasema Tanzania itawezekana. Wakaniambia utazitoa wapi hela? Nikawaambia ndugu zangu, mimi nimekuwa waziri kwa miaka 20. Ninajua hela ambapo huwa zinavuja, nitakwenda kupaziba huko huko. Na ndugu zangu, fedha nyingi zimekuwa zikivuja serikalini. Matumizi mabaya ndani ya serikali. Watu wanazunguka wanatembea kila mahali. Semina za ajabu ajabu, mikutano ya ajabu ajabu, posho za ajabu ajabu. Hizo ndizo zimekuwa ni fedha za wananchi wanyonge. Na mimi nimesema semina hamna, maposho ya ajabu ajabu hakuna, kusafiri mpaka nikupe kibali, ili fedha zinazobaki zirudi kwa wananchi. Kwa taarifa yenu, kuanzia mwaka huu bajeti ya madawa kwenye mahospitali imeongezeka kutoka bilioni 31 hadi bilioni 250. Tunazipeleka kwenye madawa tu. Tumeagiza vitanda kwenye mahospitali vyenye thamani ya bilioni 33. Tumenunua vifaa vya maabara kwa shule za sayansi. Zaidi ya shule 1996 zitapelekewa vifaa na vimeshaanza kupelekewa. Tumeamua tuongeze shule za form 5 na form 6. Na hapa mheshimiwa waziri mwenyewe mmemsikia. Na waziri huyu ni mchapakazi kweli. Na alipokuwa anataka kuja kugombea ubunge huku, sijui alitaka kwenda kugombea jimbo gani, akaniambia anataka kwenda kugombea. Nikamwambia nenda we profesa, watakupa. Wakasema kule hawawezi kunipa, huwa wanapenda mno saa nyingine kupewa kidugugu na nzoga. Mimi hawatanipa. Akaogopa kuja kugombea kwa sababu kweli mungemnyima. Nikaona nimteue tu kwenye nafasi yangu, ili kusudi afanye kazi kwa niaba ya wanakigoma na Watanzania wote kwa ujumla. Pakawepo mwingine alikuwa anaitwa Dr. Mpango. Nikamwambia nenda basi na wewe ukagombee Kigoma, watakupa. Anasema Kigoma huwa hawawezi wakanipa, hawajali. Nilipopata uraisi naye nikampa ubunge, nikampa na uwaziri wa fedha. Yeye ndiye anasimamia fedha Tanzania nzima. Naye ni mugabogabo, ni muhungu wa muhira, ni waachu. Sasa ninawaomba ndugu zangu wa Kigoma, muwe mnawakumbuka wale watakao wasaidia. Mambo mengine mnahangaika hapa, mengine ni ninyi wenyewe mnakoseaga. Sasa hivi mnalalamika maji. Sasa sijui, na wakati tukiomba kura, wapo waliokuja hapo wanasema maji mimi nitamaliza. Mbunge wa hapa hakusema swala la maji atalimaliza. Leo amelimaliza. Ndiyo mjifunze sasa, muanze kuwa mnajua kidogo kidogo. Lakini nawapongeza, mlimchagua, anatoa ushirikiano. Lakini ndiyo na ninyi mjue umugabo yafuye atagwaye kahere yubarafuye neza. Kibondo oye! Kakonko oye! Kwa hiyo mimi nimekuja kama rais wenu, na nataka niwaambie, ninawashukuru sana, mlichagua wabunge wazuri. Kwa sababu katika mkoa wa Kigoma mlichagua wabunge wengi wa CCM. Na wengi wamekuwa wakinisumbua. Hebu wabunge msimame wote pamoja na yule wa mmoja mwingine. Sasa mnaweza mkaona, kwa sababu wa CCM mliniletea wengi, hata yule mwingine anakuwa kuwamo tu vizuri. Ninawapongeza sana waheshimiwa wabunge wote pamoja na yule mbunge mwingine.
Lakini ninachotaka kuwaeleza ndugu zangu, maendeleo hayana chama, na sisi siku zote tutaendelea kutetea maendeleo. Nimekuja kwa ajili ya barabara, na barabara tutalishughulikia, na swala la maji nalo nimeshaelezwa. Namshukuru mheshimiwa mbunge wa hapa, naye amelizungumza, lakini wabunge wale wengine pia wa CCM nao wameshazungumza, na hata yule mwenyekiti wa CCM wa mkoa ameshanisumbua. Nitakwenda kuzungumza na waziri wa fedha Dr. Mpango, ambaye naye ni mzaliwa wa Kigoma, na yeye ndiye anayekusanya fedha. Nitamuomba, lakini nitamtuma waziri wa maji Injinia Rwenge, atakuja hapa ili kusudi aje na wataalamu tuangalie uwezekano wa kuupatia mji huu maji. Ninafanya kwa upendo mkubwa, nikiamini kadiri tunavyokwenda wananchi wa Kibondo na Kigoma tutajifunza. Kibondo oye! Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameelezea swala la ujambazi unaotokea na saa nyingine watu wanatobolewa na macho kwa msumari. Naomba Mheshimiwa mkuu wa mkoa ulishughulikie hili. Ndio maana mkoa huu niliuteua Brigedia Jenerali kama wewe. Kana kamati yako ya ulinzi na usalama, mshughulikie masuala haya. Ninajua umefanya kazi nzuri na unaendelea kufanya kazi nzuri, ongeza juhudi hizo. Lakini nitoe wito kwa wananchi wanaofanya vitendo hivi, tunao hapa. Hakuna mtu wa mbali anayeweza kuja akajua nyumba ya fulani panakaa fulani, na kwamba ana macho lazima nimtoboe. Ulinzi wa kweli ni wetu sisi. Niwaombe ndugu zangu wa Kibondo na Kasulu, wa mkoa wa Kigoma na Watanzania wote kwa ujumla, ulinzi na usalama tunao sisi katika mikono yetu. Kila diwani, kila mwenyekiti wa kijiji, kila mtendaji wa kijiji, kila diwani, kila mbunge, kila mwana kijiji ahakikisha anasimamia usalama wake pamoja na wajirani zake. Ukimwona mtu anazurura ambaye hamjamjua katika maeneo yale, mumripoti kwenye vituo vya polisi na kwenye kamati za ulinzi, ili Mheshimiwa Brigedia Jenerali Maganga na kamati yake washughulike vizuri. Tusinyamaze. Tukinyamaza tutakwisha. Ni kitu cha ajabu, watu wanavamia, unamuua mtu. Sasa hili naliachia ninyi wenyewe wananchi wa Kibondo na uongozi wote akiwemo DC, lakini na wananchi tuweze kulishughulikia hili kwa pamoja, ili pasiwepo na ujambazi wa ajabu. Nafahamu ujambazi wa barabarani umepungua kidogo, lakini endeleeni kukaza mwendo. Lakini kama wapo watu wa raia wengine kutoka nje nyingine, labda wamekimbilia huku kwa makusudi, si kwa ukimbizi, lakini ni kwa ujambazi, wale nao wachujwe vizuri, warudishwe walikotoka. Ingawaje ninaambiwa wajambazi si wa kutoka tu nje, wengine ni wa hapa. Kibondo oye! Mheshimiwa mkuu wa waziri amezungumza kuhusu barabara kwamba kandarasi anaenda polepole. Natoa maagizo kwa kandarasi, natoa maagizo kwa makandarasi. Kwa bahati nzuri mimi kufukuza makandarasi ni kama kunywa chai. Sasa asija akanirudisha kule nilikokuwa, kwa sababu sasa ni baba wa wote. Lakini nilipokuwa mimi waziri nilikuwa nafukuza tu. Kwa kupitia bodi ya makandarasi nilikuwa nafuta makandarasi. Na mimi nikuombe Profesa Mbarawa, usiwe mpole. Makandarasi watakao kuwa wanafanya kazi ovyo pole, chukua action. Ili kusudi kama anashindwa kufanya kazi ya ukandarasi, akafanya kazi nyingine hata ya kuvua samaki. Lakini
Nimeona kazi ya madaraja yote amemaliza kufanya kutoka Nyakanazi, na kazi kubwa ya barabara huwa ni madaraja. Ukimaliza madaraja umemaliza kazi. Sasa ni muombe mkandarasi na mhandisi wa mkoa wa Kigoma na consultant, kwa sababu matatizo mengine huwa yanaletelezwa na consultant, anashirikiana na contractor. Nataka barabara hii iishe. Nataka kuanzia leo, kwa sababu inawezekana hata vifaa hivi vimeletwa leo kwa sababu tunakuja kuweka jiwe la msingi hapa. Ninafahamu ujanja wa makandarasi. Sasa nataka hivi vifaa visirudi. Nataka sasa kazi ianze. Kama kuna madai yoyote ya certificate ya fedha, kwa sababu tulikuwa na matatizo siku za nyuma, makandarasi tulikuwa tuwalipi hela. Waziri, leta maombi hayo. Kama kuna certificate zake ziko pending, wiki kesho au amelipwa hela zote. Na ninaposema wiki kesho, maana yake atalipwa, kwa sababu hata waziri ni wa kutoka Kigoma na barabara hii ndiye ataipitia. Lakini nataka barabara hii iishe. Na ningekuomba Nyanza Company uanze sasa kupanga programu ya kufanya kazi usiku na mchana. Wananchi hawa wanahitaji barabara ya lami. Wameteseka tangu dunia iumbwe. Wako watu hawajui rangi ya lami. Wako watu hapo wamezaliwa, wamezeeka, hawajui rangi ya lami ikoje. Hawajui, kwa sababu hawajawahi kuona lami katika maisha yao. Kwa hiyo nataka hii lami ianze. Na mfanye, ninaposema kweli usiku na mchana, ujipange kweli. Kampuni ya Nyanza yuko hapa mwakilishi? Haya. Usiku na mchana ufanye kazi. Sawa baba? Haya, Nyanza oye. Nataka barabara Kikwete kilomita 40 nane zimeshamalizika rami. Tunaenda mpaka hazijatengenezwa kwa rami. Kutoka pale mpaka Kaliua, kusogelea mpaka nani Ulambo, kuna rami na kandarasi yuko pale, na nitaweka kujiwe la msingi zaidi ya kilomita 56. Panabaki kilomita 30 kati ya Kaliua na Ulambo. Pale pote ni lami mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo tunataka mtu anatoka Dar es Salaam anazungukia huko, anaamua kwamba nataka kupita Kigoma oye. Hii ni ahadi yangu, na nataka niwaahidi ndugu zangu kwamba tumejipanga kwa ajili ya hiyo. Lingine ambalo nataka nilizungumze tu hapa, najua wananchi wa Kakonko na Kibondo ni wakulima, na mara nyingi katika miaka mingi tangu tupate uhuru, wakulima wamekuwa wakipata shida, na 80% ya Watanzania ni wakulima. Katika mazao yao magunia yako ya maharage hutatozwa ushuru si kwa kagunia tu, bali mpaka tani moja ya gari. Kwa hiyo ukiwa na mzigo tani moja, safirisha hapa mpaka hata Kigoma, hakuna atakaye kusimamisha. Ukisimamishwa na mtu yeyote anakudai ushuru, mwambie na wewe nenda ukalime kwenye mbuga ile ambako nililima mimi maharage. Nataka wakulima mtengeneze maisha.
mtajirike. Kwa hiyo ukiwa na maviazi vyako pakia, ukiwa na mihogo yako pakia, ukiwa na mananasi yako pakia, ukiwa na kabeji pakia, mpaka tani moja. Ukizidisha tani moja pointi, ile pointi ndio unaanza kuilipia. Ukipakia tani 2 au tani 20, hizo zingine ndio unaanza kulipia. Sasa na ninyi mkiwa wajanja, pakia kwenye tani moja asubuhi na jioni mpaka usiku, utakuwa umeshamaliza mizigo yako. Ili kusudi wa Tanzania wakulima wafaidike na Tanzania yao, tumeamua pia kufuta makodi mengine. Pana makodi mengi ya ajabu kwenye mazao ya kahawa, tumbaku, ambayo yanafanya bei ya kahawa, tumbaku au bei ya pamba na korosho inashuka chini, na mkulima ambaye anajituma kwa nguvu zake, anatekeleza dhana ya hapa kazi tu, anapata malipo kidogo. Makodi ya ovyo ya namna hiyo tumeyatoa, na hii ndiyo ilani ya chama changu kinachotawala ilichonielekeza. Afu awe wa ACT, awe hana chama, awe dini yoyote, awe kabila yoyote, kodi hizi zote tumezitoa. Kwa hiyo katika kilimo tumefuta tozo 80 kwenye kilimo. Kwenye mifugo tumefuta tozo 7. Palikuwa na tozo mpaka za kwato ya ng'ombe au ya mbuzi. Ukipeleka kwenye mnada unalipia kwato. Sasa walitaka mbuzi wale tuwakate miguu wasiwe na kwato ndio tukawauze kwenye mnada, wangetembeaje? Lakini ni sheria za ovyo tu ambazo hazijengi wala hazileti maendeleo. Tumeamua zile kuzitoa. Palikuwa na kodi pia kwenye uvuvi, nazo tumezitoa. Ninachowaomba ndugu zangu wakulima, tushikamane tufanye kazi. Najua mkuu wa mkoa alizungumza hapa masuala ya chakula, wengine mkaguna kidogo. Inawezekana mlifikiri rais anakuja chakula kuwaletea. Siwaletei chakula ng'o. Usipofanya kazi tunafuata hayo maandiko, na usile, na usipokula ufwe. Maneno haya hamuwezi mkayaletea. Lazima niwaambie ukweli. Nisipowaambia ukweli sijawasaidia. Ni lazima kila mtu mwenye uwezo wa kufanya kazi na afanye kazi. Jukumu la serikali ni kushughulikia masuala ya muhimu, ikiwa ni pamoja na miundombinu. Hapa zamani hapakuwa na umeme. Leo ninaona nguzo za umeme zinapita na umeme umeshaanza kusambaa. Na katika awamu ya 3 ya REA tutapeleka mpaka vijijini. Na swala la umeme limeifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi chache. Mwingine akaja akasema, mimi mmenichagua, mmeona mmepata na umeme. Wangesema barabara nimewaletea mimi. Lakini hayo ni siasa. Mweka barabara, mleta maji, mleta umeme, ni serikali iliyoko madarakani. Na serikali iliyoko madarakani kwa sasa hivi inaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Lakini serikali hii inawatumikia Watanzania wote bila kuwabagua. Na ndiyo maana kwa heshima kubwa nilimuomba mbunge wa hapa, pamoja na kwamba ni wa chama kingine, aje asalimu wananchi wake. Na ndiyo maana amekuja akazungumza naye akachomekea maji. Angekuwa na uwezo wa kuyatafuta maji huko yanapotafuta, asingeniomba tena mimi wa CCM. Mahale bao. Kibondo oye! Tanzania oye! Maendeleo oye! Napenda nichukue hii nafasi kuwapongeza sana vijana wa JKT kwa nyimbo nzuri. Zimenikumbusha wakati nikiwa JKT operation nguvu kazi. Lakini nawapokea na washukuru sana waimbaji, wananchi wa hapa Kigoma, wana sanaa wazuri.
Nawapongeza sana wananchi wa Kibondo kwa mshikamano mzuri mnauweka wa kutengeneza amani ya nchi yetu. Tushikamane ndugu zangu katika kuleta maendeleo ya Tanzania yote. Mimi pamoja na serikali ninayoiongoza nataka kuwathibitishia niko kwa ajili ya wananchi wote. Tunajitahidi hizi kero ndogo ndogo, watumishi hewa, wafanyakazi hewa na kadhalika, tunashughulika nazo, na ndiyo maana siku zote nimekuwa nikiwaomba ndugu zangu muendelee kutuombea ili tuitengeneze Tanzania mahali pema. Tanzania hii ni tajiri, lakini tumechezewa mno.